Mtazamaji wa Nakivona Sports, karibu sana kwenye mazungumzo ya kimichezo. Na leo hii upo nami Toko Nguvu, ni Taisike Freddy Eli Kapitano, lakini sipo peke yangu, nipo na mwanadada jasiri nguli kabisa, muite Jackie. Lakini kubwa ambalo nakufikishia mezani ni kuhusiana na kikao cha bodi ya ligi na viongozi wa klabu ya Yanga. Nini kimefanyika, nini kimezungumzwa na nini kimeamuliwa? Kana na Kivona yule aweze kupata kila kitu kupitia hapa. Lakini tuko hapa kwa udhamini mnono kabisa wa The City College, chuo bora kabisa ambacho kinapatikana ndani ya Dar es Salaam, ambako unaweza kupata masomo yote yanayohusiana na masuala ya utabibu. Lakini acha nianze na hili moja kwa moja ambalo bado ni la moto kabisa. Story kubwa ni kuhusiana na taarifa iliyoanza kuzagaa hapo usiku wa jana kwamba klabu ya Yanga na wana kikao kizito na viongozi wa bodi ya ligi pale ofisi za bodi ya ligi maeneo ya Ilala Sokoni. Na leo waandishi wa habari tulipata nafasi ya kuwepo pale kuanzia asubuhi mpaka wakati huu unapoisikia sauti hii, na tumepata kujua nini ambacho kimeamuliwa. Tuliwashuhudia viongozi wa klabu ya Yanga kuanzia ile kamati ya utendaji kiongozwa na makamu wa rais wa klabu ya Yanga Arafati Haji, lakini pia tuliona baadhi ya wajumbe wa kamati kuu kama kina tumeona wazee mbalimbali, lakini pia mtendaji mkuu wa klabu ya Yanga Andrew Mtine naye pia akiwa sehemu ya viongozi ambao waliwasili pale, lakini bila kusahau msemaji wa klabu ya Yanga muite Ali Shabani Kamo naye pia alikuwa ni sehemu ya viongozi walioandamana kwenda pale kwenye ofisi za bodi ya ligi kuitikia wito walioitwa na viongozi wa bodi ya ligi. Baada ya hapo taarifa kubwa ni kuhusiana na kile ambacho kimeamuliwa baada ya kikao kizito kilichochukua takribani masaa yasiyopungua 5 mpaka 6, ambako maamuzi yaliyoamuliwa na viongozi wa Yanga hayajawekwa hadharani na Yanga, lakini yamewekwa hadharani na mtendaji mkuu wa bodi ya ligi mzee wetu Almasi Kasongo alipozungumza nasi waandishi wa habari. Kabla sijakupeleka kwa alichokizungumza Almasi Kasongo, nataka nikwambie tu ni mambo gani ambayo Yanga wameyasimamia kwenye kikao hicho ili dabi ichezwe, ili club mwenyeji club ya Yanga wawe sehemu ya kushiriki mchezo uliopangwa tarehe 15 mwezi wa 6. Ni lazima mambo haya yafuatayo ni kama masharti ili Yanga waweze kutimiza wajibu wa kucheza mchezo huo. Sharti la kwanza ili jini litoke tarehe 15, club ya Yanga wameiagiza ama wametoa maazimio ni ili wacheze, inalazimika bodi ya ligi iweze kuvunja kamati yake ya usimamizi na uendeshaji wa ligi, kamati ambayo uongozi wa klabu ya Yanga wanaamini haikuwatendea vyema tarehe 8 ya mwezi wa 3 kuelekea mchezo ule ambao ulishindwa kufanyika. Hivyo hilo ndio sharti la kwanza la klabu ya Yanga ili waweze kucheza dabi. Ukiacha sharti hilo wakati unalitafakari na kulitafakuri, sharti la pili la klabu ya Yanga ili waweze kucheza mchezo huu, wameitaka bodi ya ligi ni lazima mtendaji mkuu wake ajiuzulu. Na mtendaji mkuu namzungumza hapa ni mzee wetu Almas Kasongo, ndio katibu ndio mtendaji mkuu wa bodi ya ligi ya Tanzania. Lakini ukiacha yeye kujiuzulu, pia klabu ya Yanga wamemkalia kooni Wilfred Kidau. Huyu ni katibu mkuu wa shirikisho la soka Tanzania TFF, naye pia wametaka aondoke kwenye nafasi yake ili apishe watu wengine waweke mawazo mapya na wao. Yanga wakishapata kusikia katibu mkuu wa TFF amejiuzulu, basi dakika moja anapeleka timu uwanjani. Na sharti la 4 wanahitaji kuiona bodi ya ligi iwe kitu huru, kwamba TFF na bodi ya ligi sasa wawe vitu viwili tofauti, wasikae sehemu moja. Sasa kutoka leo ni tarehe 9, dabi ni tarehe 15 imepangwa. Kuna siku 6 tu, lakini kuna mambo mazito 4 ambayo klabu ya Yanga wanataka yafanyiwe kazi kabla ya kushawishiwa kucheza mchezo tarehe 15, mchezo nambari 184 #184. Hivyo sasa ni wajibu wa bodi ya ligi pamoja na TFF kukaa chini kwa siku hizi 6 kuamua nini cha kufanya kwenye haya maazimio ya 4. Endapo kama kutakuwa na azimio hata moja halijafanywa kazi, mchezo wa dabi hautachezwa. Sasa basi, kwa lugha rahisi unaweza kusema Yanga wameshikilia hatima dabi ya tarehe 15.
Kwa lugha nyingine, Yanga wameikalia kooni bodi ya ligi pamoja na TFF. Yanga yaipa masharti magumu bodi ya ligi pamoja na TFF ili mchezo uchezwe. Hivyo basi, kama hakutakuwa na chochote kilichoamuliwa, Watanzania, watazamaji na wafuatiliaji wa Kivona Sports tutegemee dabi haitochezwa kama tu mambo manne makubwa yatachukuliwa hatua za haraka na za kuonekana. Almas Kasongo amemaliza kuzungumza na waandishi wa habari. Twende kwa Almas Kasongo msikie, alafu kwa ufupi nitarudi kukwambia. Kwenye kikao chetu wenzetu wamekuja na mambo manne. Wenzetu wamekuja na mambo manne ambayo sisi kama bodi, kama secretariat tuna wajibu ya kupokea na kuyachakata. Sio kupokea tu, tunapokea na kuyachakata, na yale ambayo mnaona kwamba yako ndani ya skopu ya bodi ya ligi kuu kwa maana kuyafanyia maamuzi, basi tunayafanyia maamuzi. Kwa yale ambayo tutaona kwamba yako nje ya uwezo wetu, basi tutapeleka kwenye mamlaka husika ili yaweze kufanyiwa kazi na yafanyiwe maamuzi pia. Kwa hiyo kwenye mambo manne, jambo la kwanza ambalo tumepokea kutoka kwa wenzetu baada ya majadiliano marefu, azimio la kwanza ni kuvunjwa kwa kamati ya usimamizi na uendeshaji ya bodi ya ligi kuu. Sisi sote ni mashuhuda, kila baada ya mizunguko kuna kamati ambayo ipo kwa mujibu wa kanuni tulizojiwekea. Ukisoma governing regulation ambayo hii ina govern utendaji wa kila siku wa bodi, unaweza ukaona kwamba imetaja kwamba kutakuwa na kamati ambayo imekasimiwa madaraka kwa ajili ya kusimamia na kuendesha ligi. Lakini ukienda kwenye kanuni pia imezungumzwa. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni ombi lao ama takwa lao ambalo wameliwasilisha leo. Jambo la pili ni kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu. Jambo la tatu kujiuzulu kwa katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, na jambo la nne ni kuona kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania inakuwa huru, kwa maana inakuwa inakuwa chombo huru, inakuwa legal entity. Itoshe kusema kwamba secretariat pamoja na uongozi wa bodi ya ligi kuu Tanzania, kwa sababu kwenye kikao alikuwepo mwenyekiti wa bodi, alikuwepo makamu mwenyekiti wa bodi, alikuwepo mjumbe wa management committee ambayo imekasimiwa madaraka na mkutano mkuu kuweza kusimamia utendaji wa kila siku wa bodi ya ligi kuu. Tumepokea. Baada ya kumsikia Almas Kasongo, sasa mimi ni kuache na maswali yafuatayo. Bodi ya ligi watatii amri bila shuruti kwa klabu ya Yanga? Wilfred Kidau katibu mkuu atatii amri bila shuruti kwa klabu ya Yanga? Mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almas Kasongo atatii amri bila shuruti kwa klabu ya Yanga? Kwa maslahi mapana ili dabi ichezwe, basi ni lazima Yanga wasikilizwe. Vipi Simba wakija na maamuzi ya kwao? Tupia komenti yako hapo, tupia maoni yako, alafu sisi tutakwenda nayo. Kiufupi, dabi imeshikiliwa na klabu ya Yanga. Mimi ni Sike, nipo na Jihaki, lakini usiache kutembelea peji zetu za Instagram kama na Kivona, lakini hapa mjini YouTube ndio uonjoto kujidai. Narudia tena, majina yangu kuchukulia mshahara ni Taisike Freddy, mtao mnita Eli Capitano, nahodha. Chao.